naitwa Mary Swai, ninafanya kazi na Tatelo Seso, taasisi ya kuendeleza huduma za nishati hapa Tanzania. Tunatekeleza mradi jumuishi wa kuhifadhi mazingira, kuhifadhi misitu na kuboresha mnyororo wa thamani wa mkaa. Ni mradi ambao unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya na kusimamiwa na serikali ya Tanzania kupitia hazina. Ni mradi ambao unalenga kujengea jamii zinazozunguka misitu, kuwajengea uwezo wa kusimamia misitu yao na kufaidika na yale yanayotokana na misitu. Katika huu mradi zipo kazi nyingi ambazo zinafanyika, zikiwemo za kuotesha miti, za kuwa na shughuli mbadala kwa maana ya kwamba shughuli rafiki kama ufugaji wa nyuki, masuala ya namna ya kusimamia sheria, miongozo na taratibu ambazo zinahusiana na swala la biashara ya mkaa lakini na misitu. Kwa hiyo tunajitahidi kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na hizi sheria, taratibu, miongozo inasema nini kuhusiana na uhifadhi wa misitu, lakini pia masuala ya biashara ya mkaa. Na leo hapa Mkuranga tupo katika mkutano vikundi vya wachoma mkaa na wafanyabiashara wa mkaa kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya ya Mkuranga. Na lengo kubwa la hivi vikundi ni kuviwezesha viweze kutengeneza umoja wao au jukwaa lao la wachoma mkaa na wafanyabiashara ya mkaa endelevu. Kupitia umoja huu tunategemea ya kwamba itakuwa ni rahisi sasa kuwafikia, kwanza kuwatambua na kuweza kuwafikia ili kuwapa elimu, lakini pia ili waweze pia kutekeleza ile miongozo na taratibu ambazo zinawapasa. Kumekuwa na changamoto nyingi katika masuala ya misitu, na ndipo maana tunapoona kwamba kuna uholela, watu wanafanya biashara holela, hawafati taratibu ambazo zinawataka wao wafanye wanapochoma mkaa na wanapofanya hii biashara. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kupitia huu umoja itakuwa ni mwanzo mzuri wa kuweza kwanza kuwatambua na kuweza kuwaelimisha, lakini pia wao wenyewe waweze kujisimamia na kuhakikisha kwamba wanafuata zile taratibu kama ambavyo zinawapasa. Na wakati mwingine pia itakuwa ni njia ya kuwasaidia wao kutatua zile changamoto ambazo wanakutana nazo katika kazi ambayo wanaifanya. Kwa sasa hivi msukumo mkubwa ni kwenda kwenye nishati safi. Kuna mkakati wa taifa ambao unataka ifikapo mwaka wa 2034 angalau 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi. Lakini tuna hiki kipindi cha mpito. Kipindi cha mpito maana yake ni nini? Tunafahamu ya kwamba katika kipindi hiki takwimu zinaonyesha zaidi ya 80% ya Watanzania bado wanatumia nishati ya kuni na mkaa. Kwa hiyo wakati wanapoendelea kutumia wakiwa wanahama, basi tunategemea katika kuchoma angalau wachome kwa kufuata zile taratibu, watumie matanuri ambayo yana ufanisi, lakini pia wale wanaokwenda kutumia mkaa waweze kutumia majiko ambayo ni banifu. Kwa hiyo huu mradi unataka kuwezesha hawa wahusika kwa maana ya wachoma mkaa wanapofanya hicho wanachokifanya kwa sasa hivi, basi wafanye katika hali ambayo madhara yatakuwa ni kidogo tofauti na wanavyofanya. Maoni yangu, watu watumie hivi vifaa ambavyo ni sanifu, kwa maana ya kama bado anatumia mkaa
lakini wakati anatafakari kuondoka kwenye mkaa, basi ahakikishe kwamba anatumia majiko ambayo ni sanifu. Kwa jina naitwa Kasim Mubalitonya, mwakilishi wa TFS au wakala wa huduma za misitu ofisi ya Mkuranga. Nimekuja kwenye uzinduzi wa jukwaa la wafanyabiashara wa mkaa endelevu. Mimi binafsi kama mwakilishi wa ofisi ya TFS wilaya nashukuru kwa kuanzishwa kwa hili jukwaa, kwa sababu kama TFS wakusanyaji wa mapato ya serikali, kuanzishwa kwa majukwaa kutatusaidia sana kuwatambua wafanyabiashara, na wale ambao hawataingia kwenye mfumo maana yake watakuwa ni wahalifu. Kwa hiyo sisi itakuwa ni rahisi sana kuwapata. Lakini pia sisi kama idara ya serikali tumeshiriki tangu mwanzo kwenye kutoa elimu kwenye vijiji kwa ajili ya uhifadhi na matumizi mazuri ya miti, na tumewafundisha namna ambavyo wanaweza wakavuna mkaa vizuri kwa kuanzisha kwa utunzaji wa miti, lakini unavuna mti ambao umeshakomaa, ile michanga unaiacha kwa ajili ya baadaye. Ndio maana tunasema uvunaji wa mkaa endelevu. Lakini pia sisi watu wa TFS pamoja na idara ya misitu ya halmashauri ni kama walezi wa hili jukwaa na hivi vikundi ambavyo viko vijijini, kwa sababu sisi ndio tunasimamia sheria na wao ni kama wadau. Kwa hiyo tunapoundwa majukwaa haya yanapokuwa na matatizo, maana yake watatuzi wakubwa ni idara hizi mbili za serikali, kutoka serikali kuu na ofisi ya halmashauri. Tutawasaidia na sisi tunaunga mkono kabisa, na tutafanya kazi pamoja na TATEDO kuhakikisha rasilimali ya misitu inakuwa endelevu na uvunaji wa mkaa unafuata kanuni na sheria zilizotungwa na serikali. Changamoto zitapungua kwa sababu sisi ni watu wa huduma na kazi yetu kubwa ni kuwaelimisha. Sisi serikali imeruhusu uvunaji wa mkaa, lakini wafuate taratibu kwamba wakati unapotaka kuvuna lazima uwe na leseni, upate kibali ndio usafirishe. Sasa wakiingia kwenye majukwaa, maana yake tunawahimiza wafuate zile kanuni na taratibu za uvunaji wa mazao misitu. Kwa hiyo hizi changamoto zitapungua, na nafikiri kuanzishwa kwa haya majukwaa kwenye baadhi ya vijiji, tumeanza na vijiji 4, lakini huko tunakoenda tayari matatizo yameanza kupungua, kwa sababu wameshaanzisha center za kwao wenyewe kama vijiji. Itawarahisishia hata watu wa halmashauri kwenda kukusanya kodi za mazao ya misitu. Kwa majina naitwa Pierre Protasin Tiamagwa, ni afisa misitu kutoka Secretariat ya mkoa wa Pwani. Leo tuko hapa Mkuranga pamoja na taasisi ya TATEDO SESO, taasisi inayotekeleza mradi wa kuimarisha mnyororo wa thamani wa mkaa katika halmashauri 5 za mkoa wa Pwani ambazo ni Bagamoyo, Mkuranga, Kisarawe, Kibiti na Rufiji. Katika makutano ya leo tumeweza kukaa na kujadiliana kuhusu jukwaa la wafanyabiashara na wazalishaji wa mkaa, ambapo katika majadiliano hayo lengo kuu ilikuwa ni kuunda jukwaa la wilaya ya Mkuranga la wafanyabiashara na wazalishaji wa mkaa, ikiwa inalenga kuwakutanisha wafanyabiashara wote wa mkaa pamoja na wazalishaji wa mkaa waweze kuwa pamoja, kujadiliana changamoto zao na kuweza kuwa na mashirikiano ili kurahisisha mnyororo wa thamani kuanzia uzalishaji mpaka soko. Na katika siku ya leo tumefanikiwa kuunda jukwaa kutokana na vikundi 4 vya wazalishaji na wafanyabiashara wa mkaa vilivyopo hapa Mkuranga, na baada ya uundwaji wa jukwaa hili tunatarajia mambo mengi yanaweza kaimarika katika mnyororo wa thamani wa mazao ya mkaa. Kati ya mambo ambayo tunatarajia baada ya uanzishwaji wa jukwaa hili katika wilaya ya Mkuranga ni kuweza kuwa na urahisi wa kuwapata wafanyabiashara hii pamoja na wazalishaji, ili kurahisisha utoaji wa elimu wa mambo mbalimbali kama vile sheria, kanuni, taratibu na miongozo ambayo inasimamia biashara nzima na mnyororo thamani mzima wa zao la mkaa. Kwa jina naitwa Mary Mushi, niko idara ya maendeleo ya jamii, nashughulikia mambo ya kusajili wa vikundi majukwaa. Katika halmashauri tumejipanga kusaidia hivi vikundi ambavyo vimeshirikishwa na shirika la TATEDO kuanzisha jukwaa la watu wanaotengeneza mkaa na wafanyabiashara. Kwa kupitia hawa TATEDO wametusaidia sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wanatengeneza mkaa wao bila kutumia utaratibu, bila kufanya kanuni yoyote, wanatengeneza wanavyojua wenyewe, wanaharibu mazingira. Kwa sasa wamefundishwa namna ya kutengeneza mazingira yao
namna ya kuboresha kipato chao kwa ajili ya familia zao. Kupitia ofisi ya halmashauri ya wilaya Mkuranga tunawasaidia kwa kuhamasisha wajiunge ili waweze kupata mikopo ya 10%. Mimi ninaitwa Rosina Obedi Kasela, ni mwanafunzi wa mafunzo haya ambaye nimefika hapa, natokea Kibudi. Kulingana na mafunzo haya ambayo tumeyapokea kutoka shirika hili la TATEDO kuja kutuelimisha kuhusiana na namna ya kutunza mazingira, hasa sisi wakataji wa mkaa. Kwa kweli mwanzoni tulikuwa tunapata shida kwa kusumbuka sana kupambana na wahudumu wa maliasili. Lakini kwa sasa kutokana na mafunzo haya tunatumaini tunakwenda kupokea faida zilizo nyingi. Kwanza tutajikwamua kiuchumi, lakini pia mkaa wetu tutausafirisha au tutautengeneza vizuri bila shida yoyote, lakini mpaka kuufikisha sokoni tayari tumetengeneza mahusiano mazuri na maliasili. Hivyo faida ambazo tunakwenda kuzipata ni nyingi. Tutaepukana na changamoto, lakini pia tutatengeneza kwa umakini mkubwa. Kwanza tutatengeneza mazingira vizuri, tutayaboresha, lakini pia maisha yetu yatabadilika tofauti na ile kukimbizana, maana kimbia polini unapata ajali ambazo hazikuwa na sababu yoyote ya msingi. Kiukweli tumetengeneza mahusiano mazuri kutokana na mafunzo haya kati ya wakataji mkaa sisi wachomaji pamoja na wale maliasili, sababu mwanzoni changamoto ilikuwa kubwa sana. Naishukuru serikali kwa ajili ya kututengenezea jambo hili. Limekuja kutuhamasisha na kututoa katika hatua ya chini kutuweka katika hatua ya juu. Kwanza ya kujitambua kwamba sisi wakataji wa mkaa tuna manufaa mazuri makubwa kutokana na misitu. Naomba niwahamasishe wakataji wetu wa mkaa waje wajiunge na kundi hili la kuboresha mazingira, kwa sababu wakiendelea kukata miti holela tutaendelea kuingia katika jangwa. Na serikali tayari ilishatuletea jambo hili kwamba sisi ambao ni wakataji wa mkaa ni watunzaji wa kwanza wa mazingira. Sisi tukitunza mazingira tuliyoko huko kwenye kukata mkaa, tutakata mkaa kwa manufaa zaidi, lakini pia tutaboresha mazingira, yatakuwa katika hali nzuri.